unachokifuata ni gauni la marehemu. Hivi umekuja nyumbani kwangu, alafu unashindwa hata kunisalimia. Nahitaji gauni. Gauni gani unalizungumzia wewe? Salamu yangu haikusaidii chochote wewe. Kilichonileta hapa, nahitaji gauni la marehemu. Stella, unajua kila kitu kuhusu hilo gauni. Umekuja kunisanifu hapa nyumbani kwangu? Au mbona sikuelewi? Acha unafiki. Wewe ndio utakayeniambia hilo gauni liko wapi. Usichokielewa kipi? Kipi wewe usichokielewa? Unaelewa vizuri? Marehemu ameacha gauni. Na gauni hilo ni muhimu sana, na unajua madhara gani yatatokea. Nahitaji gauni la marehemu. Nyamaza. Hebu nitokee, acha kujifanya hujui kitu, mnafiki mkubwa wewe. Unajua unanichekesha sana. Kama sio wewe nani atachukua gauni? Maimuna. Maimuna hawezi kuchukua gauni. Yaani ni wewe mwenye kimbelembele ambaye ulikuwa unataka sana lile gauni. Sasa mimi nalihitaji gauni. Alafu usipende kunionyeshia kidole. Utambui mimi ni nani kwako? Kama umekuja kunichokoza, basi acha tuchokozane. Tutaonana kati ya mimi na wewe. Nani zaidi? Mshenzi mmoja wewe. Alafu kuhusu huyo Maimuna, nikinyanyuka hapa namfuata huko, ataenda kuniambia vizuri. Sasa nisikilize. Kama sitolipata hilo gauni, utaniona mbaya na sura yangu itageuka simba. Hata kama ilikuwa ya kondoo. Na endapo nitarudisha mguu hapa, ujue nitakuja na kitu kingine tofauti. Na gauni lazima nitalipata tu. Una cha kunifanya wewe. Lile gauni la marehemu limeleta laana nyumbani, familia wanagombana, damu inamwagika uwanjani, ukigusa tu unakufa, mwili wako unapotewa, ni gauni lina. Lile gauni la marehemu limeleta laana nyumbani, familia. Unaenda wapi? Naenda kwa Maimuna. Na mbona una hasira namna hiyo? Yaani hujui tu mume wangu, tena nina hasira kiasi kwamba mpaka naumia moyo wangu. Nilijua hakuna kwingine zaidi huko kwa ndugu yako Maimuna. Najua tatizo ni nini. Sasa kama unajua tatizo ni nini, niache niende. Mbona nichelewesha? Mke wangu. Kama gauni mimi nitakununulia. Kwani hilo gauni lina nini? Yaani gauni ndio linakufanya unatoka hapa papa tu kufuata hilo gauni? Kwani hilo gauni lina nini mpaka linakukosesha amani kiasi hicho, mke wangu? Wewe hujui tu mume wangu. Yaani hujui. Hayo magauni yako utakayonunulia mawili, sio mawili, hata angekuwa 10, hayawezi yakafikia idadi ya lile gauni. Hujui ninalisamini kiasi gani lile gauni. Lina thamani kubwa sana kwangu mimi lile gauni. Ule ni ulisi wangu mume wangu, ni ulisi wa marehemu dada yangu. Sasa kama ulisi wa dada yako, mbona kila mtu analitaka hilo gauni? Kwa hiyo kila mtu kamlisisha hilo gauni, si ndio? Mke wangu, mimi nipo tayari. Nitakununulia gauni lingine. Tena hata kama lile ukilitaka, mimi nitakununulia gauni lingine. Najua mume wangu una uwezo wa kununulia gauni hata 10. Lakini lile ndio lina umuhimu zaidi sana
kuelewa, afu unanichelewesha. Lile gauni la marehemu limeleta laana nyumbani, familia wanagombana, damu inamwagika uwanjani, ukigusa tu unakufa, mwili wako unapotewa. Ni gauni lina maajabu, limeficha kifo ndani. Mbona unamchana? Vipi? Shida nini? Hivi, nikuulize swali. Hivi tabia hizi umeanza lini? Tabia gani? Umeanza lini tabia za kishirikina? Umeanza lini mambo ya kichawi? Tena bora tena ningekuwa naambiwa, hapana, nimekuona mwenyewe kwa macho yangu, unaloga, mke wangu wewe mchawi. Wewe mshirikina, kwa hiyo mimi nimekutoa kwenu vizuri tu, umekuja kuharibikia nyumbani kwangu, si ndio? Umekuaje mke wangu? Kimekukuta nini mpaka unaamua kuloga wewe? Unaamua kuua. Ushaua mke wangu, kwa sababu kile kitoto ambacho ulichukua umejilaza pale chini, ushakiua. Tena sio yule tu, sengine wewe ushaua. Nitaambiwa nini mimi mtaani? Nitaambiwa nini? Nitaambiwa mimi naishi na mwanamke mwanga, na mwanamke mchawi mbali ushirikina. Alafu vile mimi mwenyewe unaweza kaniua. Utaniua mimi wewe. Yaani wewe mimi utaniua. Tena utaniua kabisa. Kwa uchawi wako utaniua mpaka mmeo. Nimekuchoka. Kama ndio hivyo bora urudi kwenu. Nimekuchoka Silela. Bora urudi kwenu. Mama kichawi mimi hawezi. Kwetu sisi hamna mtu mchawi mke wangu Silela. Hamna mchawi. Wala hamna mwanga. Umeendelea sijui. Hamna mwanga wala mchawi. Sasa wewe uchawi unapata wapi? Kwenu kutokea. Siwezi kuishi na mwanamke mwanga na kuacha. Nimekushindwa. Yaani kama ndio hivyo nimekushindwa mke wangu. Kwa hiyo umeniona ninawanga. Nimekuona. Sijadisiwa. Silela. Macho yangu mwenyewe yamekuona. Na ndio maana mdomo wangu unasema. Na ukisema uwaga unasemaga ukweli. Sio uongo. Siwezi kukusingizia mimi wewe. Nimekaa na wewe miaka kibao mke wangu. Miaka mingi usija kukusingizia vitu kama hivyo. Lakini kwa nini leo nakwambia? Nakwambia kwa sababu nimekuona. Mimi vitu vya kusingiziwa mke wangu huaga sizifuatiliage. Lakini leo kwa macho yangu mawili nimekuona pale. Unaloga. Tena sio kukuloga, sio kukupiga manyanga, unaua kabisa. Na sio jana tu. Uchawi huu sio jana. Wala leo. Wala juzi. Uchawi huu ni toka tumboni kwa mama yangu. Uchawi huu toka nikiwa tumboni kwa mama yangu mpaka nazaliwa mimi mchawi. Kwa hiyo mwanga sio mwanga tu, mchawi mshirikina. Na sio mshirikina tu, ni muuaji. Ndio wewe muuaji. Watu. Yaani kuna tofauti mdogo sana mimi na shetani. Shetani mwenyewe ananiogopa. Nimekustiri tu kwa sababu wewe ni mume, lakini ningeshatoa roho yako mapema sana. Ukiendelea kubomoja, utakuwa upande wa pili wa Silela. Sasa labda umemwona yule mtoto baba Aisha anakufa juzi. Nimemchinja mwenyewe. Na si huyo tu. Yule mdada wa nyuma aliingia kwenye anga zangu. Nikampeleka kaburini. Sina huruma. Sasa naona
Halafu hakuna mtu yoyote aliowahi kunipanda kichwani, aliowahi kumpanda Silela kichwani. Si unataka ubwabwaje? Uongee kwamba watu wajue Silela ni nani, Silela ni mchawi, Silela ni mwanga. Sasa nitakuonyesha kipi kilimtoa kanga manyoya. Huo mdomo wako nitakufunga mara moja. Halafu utarudi kupiga magoti na kuniomba msamaha. Nataka uniabudu kama Mungu wako kwa kuwa umejua ukweli. Unaona uso ni wanyama tu, lakini ndani yake kuna shetani mbaya sana. Shetani huyu ni kama Freemason. Unielewa? Sasa ngoja nikuonyeshe, nikupe adhabu ndogo tu.